Kuna tajiri mmoja kanisani hatoi, sema hatoi. Sema hatoi. Ana hela hatoi. Sio hapa. Huko ni kwa imetoka. Ila anapenda sifa. Ukimsifia sana anatoa. Usipomsifia hatoi. Sema amina kabisa. Wakati tunaanza huduma hapa miaka ya 2010 na kufundisha jinsi ya tohara, nilikuwa na muumini mmoja, nisitamtaja. Nilikuwa na muumini mmoja kama anamjua. Siku moja nilitaka kuwataka washirika kwa sababu ya huyo muumini mwenye hela. Kwa kipindi hicho nilikuwa nilitaka nipoteze kanisa zima kwa ajili ya muumini huyu. Na usipokaa vizuri mchungaji, unaweza kupoteza waumini wote kwa ajili ya muumini huyu mwenye hela. Sema mimi kanisa. Sasa na muumini tulikuwa tunajenga ile kanisa. Tumenunua kiwanja pamoja tuko Frelimo. Tukaanza kushika hapa. Alikuwa na hela fulani. Sio vingi. Ila kwa kipindi hicho tulikuwa tajiri. Unajua kila kwenye tajiri kuna tajiri. Ndio. Kwa kipindi hicho tulikuwa tajiri kanisa. Sio kanielewa na kusema. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Wacha tuzungumze kwa faida kwa ajili ya wengine kwa taifa hili moja. Sasa tukawa na michango kama hivi pamoja, ndio kujenga bweni. Ngine ile 20 ngine 30. Yeye akawa ameahidi pesa kubwa kuliko washirika wengine wote. Na akawa anatoa michango mikubwa kuliko washirika wengine wote. Ilikuwa ni jambo zuri sana kwa sababu support kazi ile ya Mungu. Sema amina kabisa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na alikuwa anapenda kujisifia. Sasa muda wa shuhuda wewe, ndio siku nitakualika kanisa. Muda wa shuhuda katoka, kashukuru Mungu. Kaanza kuomba, kasema kuomba. Bwana asifiwe. Kwanza namshukuru Mungu. Mungu anibariki sana. Unajua kama mmefanya kazi ngezi unaendelea hapa. Nina usapoti nyingi. Yaani kwa kimsingi mchungaji anajua namna nimebeba ile kanisa. Unapotoa pesa ili kujiendeleza ile kanisa. Unaelewa vipi? Akawa Bwana, sema kwa Bwana. Amadhani kwa siku. Unakuwa siku. Nikaanza kuona watu wale kama chama kumulika. Ile kama. Wanaelewa vizuri? Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Ilibidi na kuja kwenye mahubiri. Nije sasa kuweka mambo. Kwa sababu vinginevyo watu wanasema hapa sasa hakuna maana. Na nisingeongea maana watu watajiona kama mimi pia ndio nilirudishwa na wewe jamaa. Ikabidi tunajua mzee wa kufunua kata funua. Sasa nikaenda kwa ofisi kufungua majembe ya kawaida. Nikaenda kuvaa majembe ya kufanya. Nikaja nayo kanisani, sema mimi kanisa. Kabidi nianze kufungua mizizi, sema mimi kanisa. Nilimtawali, ile ni mchana. Nikampasua. Na hizo injili ilikuwa imeloga kwa maskini. Ile maskini makofi yalikuwa makubwa maskini. Nakwambia baba. Na ndio ilikuwa pona ya kanisa. Wewe pale nilitumia kanuni ya kuzidisha. Unaua mmoja. Sasa ukibaki leo tajiri, hata kuombea na ile hadai kanisa. Kumbuka hiyo. Hapangi viti. Kumbuka hiyo. Yule hadai mtaude mchungaji. Kwa sababu anataka mpaka mchungaji kampokee hivi. Unaendelea kuzungumza. Bwana asifiwe sana. Amen. Alinyong'onyea sikia mzungu bado mama akaondoka mazima, alipanda mlima haraka. Hakuna leza neno. Sema amina kanisa. Amen. Mtu mmoja tajiri. Mtu mmoja kwenye mali. Sema amina kanisa. Haleluya. Na hakuna kanisa lisilo hapa watu. Wamo. Haleluya. Amina. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Nimekuja kukufundisha leo, hata kama Mungu amekupa mali na pesa, unafanya vitu kwa ajili ya ufalme. Nyenyekea, shuka, kiburi kisitaki kwako. Usione wengine ni duni kuliko wewe. Moyo wako Mungu autahiri. Sema autahiri. Uwe na roho ya unyenyekevu, uwe na roho ya kupenda, uwe na roho ya unyenyekevu, kushuka chini. Nilienda sana tukisha kufanya haya yote kusemeje? Haleluya. Nasema haleluya. Haleluya. Mnaelewa ndugu zangu? Haya mambo
bado yanasumbua kazi ya Mungu kwa sababu ya mtu mmoja tajiri. Sema amina kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mnanielewa watu wa Mungu? Amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Na hili nimewambia, sisi tunawahubiria nyinyi, hata sisi wachungaji.